Baada ya miaka 11 kupitia kifungo na kupigania haki yao mahakamani, watu watatu walikuwa wametumikia kifungo cha maisha kwa tuhuma za kuchoma moto Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania yaani KKKT katika kijiji cha Mustasha wilaya Misenyi mkoa wa Kagera wameachiwa huru. Uamuzi wa kuachiwa huru umetolewa Jumatano Agosti 12, 2026 na Mahakama ya Rufani Tanzania baada ya kupitia mwenendo wa kesi hiyo na kubaini kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kuthibitisha makosa yaliyokuwa yakiwakabili washtakiwa hao kwa kiwango kinachohitajika kisheria. Walioachiwa huru ni Ngesela Mazumila, Rashid Athumani na Aliyu Hassan ambao walikuwa wamehukumiwa kifungo cha maisha kutokana na makosa yaliyohusisha kula njama, kuchoma moto kanisa pamoja na kuharibu mali. Kesi hiyo imekuwa ikifuatiliwa kwa muda mrefu kutokana na uzito wa mashtaka yaliyokuwa yakiwakabili watatu hao pamoja na muda waliotumikia gerezani. Kwa miaka 11 waliendelea kupigania haki yao kupitia mchakato wa kisheria wakipinga hukumu iliyokuwa imetolewa dhidi yao. Katika hatua ya mwisho ya rufaa, Mahakama ya Rufani ilichunguza hoja zilizowasilishwa na pande zote pamoja na ushahidi uliotumika katika kuwahukumu washtakiwa hao. Baada ya kufanya tathmini hiyo, mahakama ilifikia uamuzi kwamba ushahidi wa upande wa mashtaka haukufika kiwango cha kuondoa mashaka yanayoweza kujitokeza kuhusu hatia yao. Kimsingi, katika kesi ya jinai upande wa mashtaka unatakiwa kuthibitisha kosa dhidi ya mshtakiwa bila kuacha mashaka yanayoweza kuwa na msingi. Endapo ushahidi unaowasilishwa hautatosheleza kufikia kiwango hicho, mahakama haiwezi kumtia mtu hatiani kwa kutegemea mashaka. Katika kesi hii, Mahakama ya Rufani ilibaini mapungufu katika ushahidi uliowasilishwa dhidi ya Ngesela Mazumila, Rashid Athumani na Aliyu Hassan, hali ambayo ilisababisha hukumu yao kutanguliwa na hatimaye kuachiwa huru. Kuachiwa kwao kunafungua kurasa mpya katika maisha yao baada ya kutumia zaidi ya muongo mmoja wakikabiliwa na kifungo cha maisha. Kwa miaka hii walikuwa mbali na familia zao na maisha ya kawaida huku wakiendelea na mchakato wa kutafuta haki kupitia mahakama. Tukio la kuchoma moto kwa kanisa katika kijiji cha Mushasha lilikuwa limeibua kesi kubwa ya jinai iliyofikisha watu hao mahakamani na hatimaye kuhukumiwa. Hata hivyo, baada ya mchakato mrefu wa rufaa, Mahakama ya Rufani imeweka wazi kuwa hatia ya jinai haiwezi kusimama pale ambapo ushahidi wa mashtaka unashindwa kuondoa mashaka. Uamuzi huo pia unaonyesha umuhimu wa mchakato wa rufaa katika mfumo wa utoaji haki ambapo mtu aliyepatikana na hatia katika hatua awali anapewa fursa ya kupinga hukumu hiyo endapo anaona kulikuwa na makosa katika namna kesi ilivyosikilizwa au ushahidi ulivyotathminiwa. Kwa Ngesera, Rashid na Aliyu, uamuzi wa Agosti 12, 2026 unakuwa kilele cha safari ya miaka 11 kutafuta haki. Baada ya kutumikia kifungo cha maisha kwa miaka kadhaa, sasa amepata nafasi ya kurejea katika jamii na kuanza kurasa mpya wa maisha. Hukumu hiyo pia inasisitiza kwamba katika mashauri ya jinai, uzito wa tuhuma pekee hauwezi kuwa msingi wa kumtia mtu hatiani. Kinachotakiwa ni ushahidi wa kutosha unaothibitisha kosa dhidi ya mshtakiwa kwa kiwango kinachotakiwa na sheria. Kwa hatua hiyo, Mahakama ya Rufani Tanzania imeamua kuwa watu hao watatu hawakuthibitishwa makosa hayo bila kuacha mashaka, hivyo kuwapa uhuru baada ya miaka 11 kukabiliwa na hukumu ya kifungo cha maisha.